taarifa ipoje, lakini mpaka sasa hatua ilipofikia tujalie kidogo kilichoendelea hapa Kigamboni. Tumekuwa na siku nzuri sana kwenye Yanga Soccer School Tournament. Kwa heshima kubwa niwapongeze viongozi wote wa timu 16 ambazo zimekuja kutoa burudani hapa kwenye kituo cha michezo cha TFF hapa Kigamboni. Hakika tumekuwa na tukio zuri sana kuanzia mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa nusu fainali ya pili. Tayari timu mbili kwa maana ya TDS ya chini ya umri wa miaka 17 na Fountain Gate Academy zimedumbukia hatua ya fainali baada ya kushinda michezo yao ya hatua ya nusu fainali, na wote wameshinda kwa changamoto ya mikwaju ya penalty, kuonyesha ushindani ulipokuwa mkubwa. TDS mechi yao ya nusu fainali wamecheza na wadogo zao TDS under 15 na mechi ilikuwa tamu kwelikweli, kila mtu alikuja hapa ameenjoy. Na ukitazama pia Fountain Gate wamefuzu fainali baada ya kuwafunga kwa penalti JMK. Pia ilikuwa moja mechi bora sana. Tumeshindwa kucheza fainali leo kwa sababu kubwa moja tu. Plani ya kwanza ilikuwa tutumie viwanja vyote viwili vya hapa TFF, kwa maana ya kiwanja hiki cha artificial na kiwanja cha natural, lakini majira ya mchana, changamoto ya mvua kubwa ambayo imenyesha hapa, ile kiwanja cha natural ikashindwa kabisa kuweza kuhimili tena michezo mingine. Kwa hiyo kuanzia hatua ya robo fainali mechi zote zikawa zinachezwa kwenye uwanja mmoja huu wa artificial. Kwa hiyo ukiangalia muda, na tulikuwa tumeweka mechi dakika 25 kwa michezo minne ya timu 8 kwenye robo fainali. Ukipiga hesabu utaona ni muda mrefu umetumika, lakini pia hatua nusu fainali muda mrefu umetumika. Kwa hiyo mpaka tunamaliza nusu fainali ya pili tayari jua limekuwa limeshazama. Kwa hiyo kamati imeamua mchezo wa fainali ufanyike siku ya kesho. Bingwa lazima patikane. Kwa hiyo kesho majira saa 3 kamili asubuhi venue itabadilika, haitakuwa tena hapa Kigamboni, itakuwa ni uwanja wa KMC pale Kinondoni, na mechi itaanza saa 3 kamili asubuhi. Na tofauti nyingine, mechi ya kesho kwa mujibu wa kamati haitakuwa dakika 25, hii itakuwa dakika 90. Sasa hataki kuwa na bingwa ambaye anachukua ubingwa kwa dakika chache. Kwa hiyo tumekubaliana itapigwa 90 minutes kati ya Fountain Gate na TDS under 17. Kwa hiyo nitumie fursa hii kualika mashabiki wa mpira kesho KMC pale saa 3 kamili asubuhi waje washuhudie kilele cha ubora mashindano haya Yanga Soccer School, washuhudie vipaji vikubwa ambavyo vimeonekana siku ya leo mpaka hatua fainali, tuweze kumjua naye atakuwa bingwa wa kwanza wa Yanga Soccer School Tournament. Na kama ilivyokuwa ada tulivyotangaza, bingwa atapata shilingi milioni 3, mshindi wa pili atapata milioni 1, na timu mbili kwa maana ya TDS under 15 na JMK zenyewe tayari zimeshaokota 500,000 kwa maana ya timu zoingia nusu fainali, lakini watakuja kukabidhiwa pia kesho. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili niwaalike pia viongozi wa TDS under 15 na JMK waje kesho mapema KMC pale kwenye sherehe zile za kufunga hii tournament, watapewa pia zawadi zao. Au kina Fakome wapya 10 ambao wanapatikana leo wameshapatikana, na utaratibu wa kuwatangaza itakuwa vipi au tunasubiri mpaka leo? Kwanza mafanikio makubwa ambayo binafsi nimeyaona kwenye activity ya leo, sisi kama Yanga tulikuja hapa na malengo ya kutafuta vijana 10 ambao wataingia kwenye Yanga Soccer School na M1 Coffee Limited kuwalipia gharama zote kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini kabla jopo la wataalam la Yanga ambao leo mko mnaona hapa makocha kina Molly walikuwepo hapa kusaidia maarifa kuweza kumpata au kuwapata hao vijana 10, wenzetu wa TFF ambao wanalea hizi timu kuanzia under 15, under 17, under 20, na wao wamefaidika na project hii kwa sababu wamechagua vijana 5 ambao watajiunga na timu zao za vijana za under 15 na under 17. Kwa hiyo unaweza ukaona jambo hili sio tu wale 10 ambao Yanga walikuwa wanafikiria, tayari kuna vijana wengine 5 ambao wamepata fursa ya kucheza mpira katika malezi sahihi, naweza nikasema hivyo, ya shirikisho, sababu unajua shirikisho wanalea timu za taifa na vijana. Kwa hiyo kijana akichukuliwa hapa anakwenda kupikwa
huenda baada ya muda mfupi mbele hapo tukamuona kwenye timu ya taifa labda ya chini ya 15 au 17. Kwa hiyo sisi kama Yanga tutangaza leo ni kina tuwachukua. Tunaacha fainali chezo siku ya kesho, na Jumatatu inshallah tutakuja kutangaza hao vijana 10 baada ya technical staff yetu kufanya tathmini yake na kujiridhisha. Wataalamu kila mmoja alikuwa na notice, kwa hiyo wataangalia kwa mujibu wa vigezo walivyoweka hao 10 na tutawatangaza na watajoin na Yanga Soka Sports. Kwa sababu hao vijana watoka kwenye hizi academy, kwa hiyo kuna mazungumzo pia yanafanyika kati ya klabu yetu na hizi academy kujua ni kwa kiasi gani wanaweza kuwaruhusu wa vijana sasa kuja kunufaika na matunda ya M1 Coffee Limited ambaye amelipia gharama zote za vijana hawa kuja. Na kama una target leo ilikuwa ni under 18, maana yake under 18 huyo kijana anaweza kucheza under 20 ya Yanga. Na ukicheza under 20 ya Yanga maana yake ni mguu mmoja kucheza senior team. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa wao vijana na wenyewe wameipokea, wameifurahia, na ninaamini baada ya mazungumzo hayo tutakwenda kutangaza vijana 10 ambao klabu ya Young Africans tunalenga. Mpaka sasa hivi Isambuzi anauzwa milioni 1. Nini kimekufurahisha? Kwanza niwapongeze sana Fountain. Najua wamekuja kuchelewa, umetokea rafiki Dodoma, wamekuja kuchelewa na wameingia hapa na gari yao, hawakupata muda hata kufanya warm up, mechi yao ikawa iko tayari. Mechi ya kwanza wamecheza na Moro Kids, moja mechi ngumu sana lakini wakashinda kwa goli 1-0. Kwa hiyo tunapongeza sana Fountain Gate. Nawapongeza. Mimi hapa sasa sikiza wanakusaidia. Mimi hapa sio kama msemaji mwenzangu. Mimi hapa ni mratibu, ni kiongozi wa hili shindano. Sikiliza, mimi ni kiongozi wa hili shindano. Kwa hiyo natoa pongezi kwa timu zote ambazo zimeshiriki. Na wewe nakupongeza. Umekuja. Isambuzi kama tukio amelifanya leo, ndugu zangu waandishi wa habari. Bosi wake unamtangaza. Ilikuwa ni mimi na wewe tunakuja mwenyewe, lakini hapa alikuwa ni watu watatu. Makao, mimi na wewe. Bosi wake Makao amewahi leo hapa saa 1 asubuhi. Amekuja hapa. Na alipokuja hapa nikawa nimeketi naye hapa. Akasema timu yangu kidogo inachelewa lakini inakuja. Timu yake ikaja, wakacheza mechi ya kwanza na Moro Kids wakashinda. Akamuona msemaji wa Fountain Gate Instagram anaposti yale matokeo kwamba tumeshamshona Moro Kids, tupeni kombe letu. Kosa la Isambuzi akaweka picha ya zamani ya bosi akiwa uwanjani. Bosi akaniambia, mbona leo sijavaa nguo hizi? Huyu kijana aliposti yeye yuko hapa na nimempa allowance ya hili shindano aje na timu. Ndio mimi nikampigia, bwana Isambuzi sauti atoka kwa mbali. Kweli nikamwambia muache huyo mtu, tutamrudia baadaye. Bosi wako yuko hapa, anasema picha uliyoposti sio ya leo. Njoo mpige mwenyewe. Kama anabisha kwa sababu uko live na bosi wake atasikia. Abishe aseme bosi wake aidanganye. Story na ukweli ndani yake. Ile la kwanza ndio jibu. Yaani na mambo mawili. Ina ukweli, ina uongo. Kama kuna ambao wewe kuna mtu kakubali. Lakini sauti nimetumia tu hekima yangu kumuokoa, na alikuwa anatimuliwa leo hapa. Namwambia boss, mimi ni mwenyekiti wa wasemaji na muombea msamaha kijana kutoka unajua Manyara, si ndio? Arusha ni tofauti kabisa, joto lake hali yake na Dar es Salaam. Kwa hiyo tunawaelewa vijana kutoka Manyara wakija Dar es Salaam wakutana na hawa kina PPT wanakuwa na najua ulikuwa wapi sasa, sema yote hapa. Kwa hiyo bwana, tuwapongeze sana Fountain Gate, wamefika finali, lakini na kigingi kwa sababu TDS under 17 na wao kwa performance nzuri, wamecheza vizuri mashindano haya. Kwa hiyo binafsi kama mratibu nimefurahi kupata fainali nzuri. Fainali ya timu ambazo zimekuwa kwenye ubora kwenye mashindano haya, fainali ambazo timu zilizokutana zinatoa ujumbe kwa taasisi mbalimbali za football kuwekeza kwenye vijana. TDS wamewekeza kwenye vijana, Fountain Gate wamewekeza kwenye vijana. Kwa hiyo inakupa picha hapa, wale wauni wa Sinza wangefika fainali, maana yake ingekuwa haina maana ya Fountain Gate kuwekeza kwenye vijana. Wale wahuni wa Sinza wameanza mashindano vizuri kabisa, wakashinda 2-1. Bahati mbaya iliyowakuta mechi yao ya robo fainali
imechezwa tayari, jua limeanza kuzama. Unajua watu wa Sinza jua likishaanza kupotea tu akili huwa inahamia wapi. Kwa hiyo watu wa Sinza baada ya jua kuzama akili ilivyohama wakashonwa hapa, na watu wadogo tu kwa penati wakatolewa, na walipotolewa hawakutaka hata kuaga watu wametoweka. Kwa hiyo kielezo cha mashindano haya na ujumbe sahihi ni hizi timu mbili zilizokwenda fainali. Tuwekeze jamani kwenye mpira wa vijana. Fountain Gate amewekeza, tournament kama hivi ikija wanaonyesha thamani ya uwekezaji wao. TDS wamewekeza, tournament inakuja wanaonyesha thamani ya uwekezaji wao. Kwa hiyo naamini kesho tunakwenda kupata mechi nzuri, mechi bora, na atakayekuwa amejiandaa vizuri, of course mna muda wa kupumzika zaidi leo. Kesho naamini atakuwa na fainali tamu sana pale KMC. Yes, hakuna kiingilio chochote kama ilivyokuwa leo. Kwa kesho pia ni Jumapili kesho Kwa hiyo kama mtu umekwenda misa ya kwanza ushamaliza au umeamka ushakunywa chai, njoo pale KMC, njoo uangalie Buda. Na hii sio kwa ajili tu ya wadau wa mashabiki, hata viongozi wengine. Kuna vijana wengi wako hapa, unaweza wakachukua wawili watatu hapa wakaenda kusaidia kwenye project. Au mnazuia kuuza watu? Hapana. Yes. Sisi ni watu ambao tunafanya biashara. Hata kama ukiwataka wote wale ambao wameingia fainali waje mezani, tutafanya biashara. Mtoto wa miaka 15 unamuuzaje? Sasa mtoto wa miaka 15 biashara yake ina misingi yake, sio kwamba hauzi. Ina misingi yake. Ipi? Kwa sisi ambao tumesoma zile sheria za FIFA zinaruhusu kumpa kijana exposure kwamba huyu tunawauzia nyinyi Yanga. Sasa subiri kwa mbuzi. Kosa la kwanza umeshirikisha FIFA. Watu watagoogle. Sawa, wakagoogle. Bora ungebakia tu kwamba Fountain Gate na mpango wetu. Mtoto wa miaka 15 umezungumza exposure. Ndio maelezo ambayo nilikuwa nayo. Kuna mpango wake ambao FIFA wenyewe wameuweka. Sasa hizo ni sheria. Hizo ni sheria kiongozi. Mimi nikuachie jukwaa ndugu yangu, nikupongeze kesho inshallah asubuhi. Nataka nikutakia la kheri. Yaani kumbuka ile TDS. Uzuri TDS wanaojua mziki sio mara moja, sio mara mbili wamecheza na sisi. Kwa sababu wao vichwa vinawauma sasa hivi huko. Unajua kabisa tunakwenda kucheza na Fountain Gate, si watu wa kitoto, si wa polepole. Kwenye mechi 10 ambazo tumecheza, wamepata sare moja, 9 tumewafunga. Hizo ni takwimu. Kama anabisha Gremoli si aje kudhibitisha. Sasa hii rekodi zipo kwenye mechi 10 wamepata sare moja, tumewafunga 10. Tena pale pale kwao Mkokwani. Not Mkokwani, ni Nyanjani. Kwa sisi tulikuwa tunatamani tucheze na wao ili tuwaonyeshe kwamba sisi tumetangulia kwanza hii misingi ya kuandaa vijana afu nyinyi mmefuata. Lakini pia tuwaonyeshe kwamba kuna wachezaji wenu hapa wametoka kwenye kituo chetu, wapo kwenye timu yenu. Kwa hiyo tunawaonyesha kwamba sisi bado tutaendelea kuwa fida kwenye project yenu. Kwa finali itakuwa nzuri kwa sababu TDS ni watu ambao wanapenda kujitutumua. Na wao pia. Na nyinyi mnapenda watu wanajitutumua. Na sisi tunapenda watu ambao wanajitutumua ili tuwaonyeshe quality ya project ambayo tunaitengeneza. Kasota tu. Huko hapa. Unajua ukitaka vita uwe tayari mbuzi. Kama nipeleka kubaya. Wewe tatu tena. Usiwe kama Mwisraeli. Tangaza vita kaka. Maanake ni asubuhi, mchana, jioni. Kama umeshakuja kwenye kujitutumua, malizia tatu. Tumaki kwenye kujitutumua. Tatu mimi. Kwa tubaki hapa kwenye kujitutumua. TDS wana hiyo tabia. Kwa sisi tutawaonyesha kwamba namna gani huwa tunacheza, tuna uhitaji wa kufanya vizuri kwenye mashindano. Ukishamwona Makao amekuja hapa, ujumbe ambao anapeleka kwa vijana ni kwamba analitaka hilo kombe. Hata kama mngekuwa mmeweka zawadi kuku hapa. Toa hela nyingi sana kwa vijana baada. Of course, ndo utaratibu wake kwenye kuokota. Ali mzuri anafahamu. Japo imemchafua kaokota peke yake. Ndo mwandishi pekee amemoji bosi bila likes. Ni usiku. Sio utapandisha wapi? Bwana tukutane kesho bwana.